Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, siku hii ya leo klabu ya Simba watakuwepo dimbani kwenye majira saa 1:15 za usiku pale kwenye dimba lao la nyumbani la Meja Jenerali Samuyo katika mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya timu ya B19 FC kwenye hatua ya 32 bora. Sasa mnyama anakwenda kucheza na timu hiyo ya B19 kwenye hatua hiyo ya 32 bora, ambapo mshindi atakayepatikana ndani ya dakika 90 ataweza kuvuka kutoka kwenye hatua hiyo ya 32 bora na kwenda kwenye hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe hili la CRDB Federation Cup, ambapo sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huo hapo mapema kocha mkuu wa klabu ya Simba hapa namzungumzia bwana Steven Beka, yeye amekushaweza kukitangaza kikosi chake ambacho kitakwenda kupambania kwa hali na mali kuhakikisha timu ya Simba inavuka kutoka kwenye hatua ya 32 bora kwenda kwenye hatua ya 16 bora kwenye mchezo wa siku hii leo kati yao dhidi ya timu ya B19 FC. Sasa kocha huyo bwana Steven Beka ameweza kugusia kwamba kwenye mchezo huo kutoka kuna mabadiliko makubwa kufuatia uhitaji wa mchezo husika ambao klabu ya Simba atakopo dimbani siku hii ya leo kwenda kucheza dhidi ya timu ya B19 kwenye kombe la CRDB Federation Cup. Sasa mimi niko hapa kuweza kukujuza na kukusogezea kile kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Beka atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo wa siku hii ya leo wa kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya B19 kwenye hatua hiyo ya 32 bora. Lakini kabla sija kukusogezea moja kwa moja ili naye uweze kufahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Beka atakwenda kuanza kwenye mchezo huu muhimu, lakini mbinu ambazo atakwenda kuzitumia kwenye mchezo huu muhimu, ambapo lazima hapa ipatikane timu moja itakayokwenda kwenye hatua ya 16 bora na timu moja itaishia kwenye hatua hii ya 32 bora. Naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwana familia wangu unaisikiliza sasa hivi kupitia hapa Top 5 Media. Hakikisha una subscribe channel yetu na kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele hiyo itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza uweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe na kukujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie yale yanayojiri ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba, hususani kuhusiana na kikosi cha kwanza ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Beka huenda atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo dhidi ya timu ya B19 kwenye michuano ya CRDB Federation Cup kwenye hatua ya 32 bora. Bila kukupotezea muda wako mwana mchezo wangu, twende tukaangazie haraka kikosi hiki ambacho ndani yake kitakuwa kina mabadiliko makubwa kulingana na mchezo wenyewe husika. Maana kama ninavyofahamu mchezo hauna pressure kubwa sana, hivyo tutegemee mabadiliko makubwa ndani ya kikosi cha kwanza ambacho timu ya Simba watakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya B19 FC kwenye michuano ya CRDB Federation Cup kwenye hatua ya 32 bora. Kwa upande wa golini hapa tegemee kumuona golikipa Hussein Abdi akienda kuanza kwenye eneo la mingoti mitatu la timu hiyo ya Simba Sports Club. Abdi anaenda kuchukua nafasi ya Jibira Kasali ambaye ametumika sana kwenye michuano mbalimbali na michezo mbalimbali ambao mnyama alikuwa uwanjani. Hivyo kuingia kwa Hussein Abdi kunatoa mapumziko kwa golikipa Jibira Kasali ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Lakini beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Shomari Kapombe akienda kuanza kwenye eneo la beki nambari 2 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona Anthony Mrigo akienda kuanza vyema kwenye eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa kiungo mchezaji nambari 4 na nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Ismail To akienda kuzima vyema na pacha yake ya muda wote Dushan Deruku katika ile eneo la beki za katikati kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona mchezaji Yusuf Kagoma akiendelea kuzima kwenye eneo hilo la kiungo nambari 6 kwenye
kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kuona mchezaji Libase Gwe ambaye amekuwa na performance ya hali ya juu na muendelezo mzuri tangu tu atuwe kwenye kikosi cha klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Hivyo uwepo wake kwenye kikosi hiki na kwenye mchezo huu dhidi ya B19 utakuja kuongeza uhai katika eneo la mwisho la ushambuliaji. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Alassane Kante akienda kuanza vyema kwenye eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona mchezaji Enos Luemba akienda kuanza kama force number 9 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Amethibitisha hilo mchezaji huyu Enos Luemba kwa kucheza force number 9 kwenye mchezo wa Kariakoo Derby na aliwachachafia kweli mabeki wa timu ya Yanga Sports Club. Hivyo tegemea kumuona tena mchezaji huyu akianza kama force number 9 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba ambacho kinaenda kuanza dhidi ya timu ya B19. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji si mwingine bali Clatous Chota Chama akienda kuanza kwenye eneo hilo la kiungo nambari 10. Na kwa kumaliza eneo la winga kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba tegemea kumuona mchezaji Anicent Oula akienda kuanza kwenye eneo la winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea na nimekujuza sasa hivi? Ndio tuandikia kupitia sehemu hiyo ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni.